ya kuruka na kusambaratisha kila milima ambayo ilikuwa kwenye maisha yetu au milima iliyokuwa kwenye maisha yako. Maana yake ni kwamba ndoa nyingi zilikuwa zimesongwa na milima. Maisha ya watu mengi yalikuwa yamesongwa na milima. Kazi za watu zilikuwa zimesongwa na milima. Na somo lililopita nilikueleza kwamba mlima kazi yake ni unakuwepo mbele ya mtu kwa lengo la kumzuia mtu asione mbele au manake asione fursa. Hiyo ndio kazi kubwa ya mlima kwa somo lililopita. Kwamba mlima kazi yake unakuwepo mbele ya mtu kwa lengo la kumzuia asione fursa au asione kile ambacho Mungu amekiachilia kwa huyo mtu huko mbeleni. Lakini maombi yaliyopita tulisambaratisha ile milima. Nami naamini kwamba hiyo milima ambayo ilikuwa kwenye maisha yako, ile milima ambayo ilikuwa kwenye ndoa yako, baada ya hayo maombi ile milima ilisambaratika katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunakuja kwamba baada ya hiyo milima kusambaratika, je, nini kimetokea au nini matokeo yake? Baada ya ile milima kusambaratika, nini kimetokea au nini kimeonekana kwenye maisha yako? Maana yake ni kwamba kuna watu wengi ambao wamepitia maisha mbalimbali. Wengine wamekuwa wakiishi kwenye jangwa, na mara nyingi tunafanya maombi ya kuwatoa jangwani. Mara nyingi watu wanasema ndoa ina shida. Mara nyingi tumefanya maombi ya kuwatoa watu kwenye shida ya ndoa na kurejesha amani kwenye ndoa. Lakini hiyo amani inadumuje kwenye hiyo ndoa? Wengine wanasema jamani, tumefukuzwa shule au nimefukuzwa kazi, mtumishi niombee. Na unaombewa, unarejeshwa kazini. Je, utadumuje kwenye hiyo kazi ambayo Mungu amerejesha kwako? Lazima ipo kanuni ya kudumu kwenye mafanikio ambayo Yesu Kristo Bwana ameachilia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwenye huu mstari ambao tumeusoma, Mungu anazungumza na Israeli. Lakini mchana wa leo na asubuhi ya leo, Mungu anazungumza na wewe kwamba ili muujiza ambao Mungu ameachilia kwako ukae, ili muujiza udumu kwenye maisha yako, lazima sharti namba moja, ujitunze mbele za Bwana. Mwambie mwenzako ujitunze mbele za Bwana. Ajasikia, mwambie jitunze mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukisoma kwamba ili muujiza ambao Mungu ameachilia kwako ukae, ili muujiza udumu kwenye maisha yako, lazima sharti namba moja, ujitunze mbele za Bwana. Mwambie mwenzako ujitunze mbele za Bwana. Ajasikia, mwambie jitunze mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukisoma hiyo Kutoka 23:25, Mungu anaiambia Israeli kwamba nitakupeleka mpaka kwenye mji wa Mwamori. Mwamori maana yake ni maadui. Waivi maana yake ni maadui. Waiti maana yake ni maadui. Na hao maadui kazi yao ni kuzuia Israeli wasifike kwenye fursa. Hiyo ndio kazi kubwa ya maadui. Adui kazi yake, adui anapokuja kwenye maisha yako, anakuja kwa lengo la kuzuia ile fursa ambayo Mungu ameachilia kwako. Hiyo ndio kazi kubwa ya adui. Lakini Mungu anamwambia Israeli, kabla sijawasambaratisha hao maadui, lazima kwanza ujitunze mbele yangu, alafu usikilize sauti yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikueleza kwamba jinsi gani ambavyo unaweza ukadumisha huo muujiza. Watu wengi wameomba, watu wengi wanafunga na kuomba, watu wengi wanatoa sadaka, watu wengi wanafanya maombi mbalimbali, wanafanya maombi ya ukombozi, lakini wanapona, ugonjwa unarejea. Wanapona, ugonjwa unarejea. Ndoa zinaombewa, ndoa zinakaa sawa, baadaye ugomvi unarejea kwenye ndoa. Wengine wako kwenye jangwa,
au kwenye ukame, maisha yao yamejaa misukosuko, wanaombewa, wanatoka kwenye hilo jangwa, wanatoka kwenye umaskini, baadaye unarejea huo umaskini. Je, utarejea umaskini kwenye maisha yako mpaka lini? Mtumishi akasema kwamba hayo maisha unayoishi utayaishi mpaka lini? Utayaishi mpaka lini? Je, mwisho wake ni lini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama maombi yanafanywa, kama unafunga na kuomba, alafu unapokea muujiza, alafu baadaye huo muujiza unapeperushwa na adui, maana yake kuna staili B ya kutunza muujiza kwenye maisha yako. Fungua nami mtumishi Isaya sura ya 52. Isaya 52 ule mstari wa 10 na 12. Neno la Kristo linasema, Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote, na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wetu. Nendeni zenu, tokeni huku, msiguse kitu kichafu. Tokeni kati yake, iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Endelea. Maana hamtatoka kwa haraka, wala hamtakwenda kwa kukimbia, kwa sababu Bwana atawatangulia, na Mungu wa Israeli atawafuata nyuma, awalinde. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Manake neno la Mungu linazungumza na wewe asubuhi ya leo kwamba tumeanzia kwamba lazima ujitunze mbele za Bwana. Lakini Isaya anazungumza hivi kuanzia 12 kwamba maana hautakwenda kwa kukimbia, kwa sababu Bwana atakutangulia na Mungu wa Israeli atakufuata nyuma akulinde. Sasa kama Bwana Mungu wa majeshi atakutangulia mbele, wewe una haraka ya kwenda wapi? Kwa sababu Mungu wa Israeli au Bwana Yesu ndiye anayejua mwisho wako. Yesu ndiye anayejua mwisho wa safari yako. Maana yake ni kwamba wewe unajua jana na unajua muda uliopita, lakini kilichoko hapo mbele haukijui. Lakini anayekijua ni Mungu. Sasa kama wewe hujui unakoelekea, lakini Mungu anajua unakoelekea, na ndio maana anasema nakutangulia. Maana yake haitakiwi umpite. Maana yake hakuna mwenyeji wako unakoenda. Hakuna mwenyeji wako kule unakoenda. Mwenyeji wako wa kule unakoelekea ni Mungu mwenyewe. Mungu ndiye anayejua maadui walioko mbele yako. Mungu ndiye anayejua visiki vilivyoko mbele yako. Mungu ndiye anayejua dhoruba iliyoko mbele yako. Mungu ndiye anayejua taabu iliyoko mbele yako. Kwa hiyo anasema hivi, ili usikamatwe na maadui, ili maadui wasikushinde, ili ugonjwa usikushinde, ili vita isikushinde, lazima unisubiri niende mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu akienda mbele yako, alafu ukafuata nyuma, maana yake ni kwamba hauwezi ukajikwaa. Watu wengi wanajikwaa kwenye maisha kwa sababu wanamtangulia Mungu. Watu wengi wanajikwaa kwenye ndoa kwa sababu wanamtangulia Mungu. Watu wengi wanajikwaa kwenye kazi kwa sababu wanamtangulia Mungu. Watu wengi wanajikwaa kwenye elimu kwa sababu wanamtangulia Mungu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtumishi wa Mungu Elia alipomuomba Mungu dhidi ya maadui zake ambaye ni Yezebeli, Biblia inasema kwa hofu ya Elia akakimbilia pangoni akajificha kule. Alipojificha kule, wakati anaomba akaona ngurumo na tetemeko kubwa, miamba inapasuka, moto unatokea, akasema hakika Mungu yuko hapa. Alipoona kelele akasema hakika Mungu yuko hapa. Alipoona moto unatokea akasema Mungu yuko hapa. Lakini mwisho kabisa ikatokea sauti nyororo, akasema hakika hii sauti ndio ya Mungu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba watu wengi wanamuomba Mungu, kabla Mungu hajaachilia majibu kwao, shetani mara nyingi huwa ana tabia kumtangulia mtu. Iko hivi, Mungu naomba unipatie mume.
kabla Mungu hajaachilia huyo mume kwako, shetani analeta wa kwake. Mungu naomba unipatie kazi. Kabla Mungu hajaachilia kazi kwako, shetani analeta ya kwake. Kabla hujapata biashara kutoka kwa Mungu, shetani anatanguliza ya kwake. Maana yake iko hivi. Watumishi wako wapi? Maana yake ni kwamba, naomba hiyo chupa pale. Maana yake ni kwamba hii chupa imejaa maji. Sawa si sawa? Hii chupa imejaa nini? Je, hii chupa inahitaji maji mengine? Nauliza, hii chupa inahitaji maji mengine? Kwa nini haihitaji mengine? Kwa sababu imejaa. Maana yake ni kwamba hauwezi pewa kazi wakati una kazi. Umemwambia Mungu, naomba unipatie kazi. Mungu hajaachilia kazi kwako, shetani akawaisha ya kwake. Je, unaendelea kuomba au unafanya kazi? Narudia. Mungu naomba unipatie kazi. Mungu naomba unipatie mume. Mungu naomba unipatie mke. Kabla Mungu hajaachilia wa kwake, shetani analeta wa kwake kwako. Sasa ukiona ile kazi au ukaona yule mume, unaendelea kufanya kazi au unaendelea kuomba? Swali gumu. Unafanya? Kwa nini usiendelee kuomba kazi? Kwa sababu umeshapata? Je, hiyo kazi imetoka kwa Mungu? Hiyo kazi imetoka kwa adui? Siku si chache hiyo kazi adui anaishambulia. Siku sio chache adui anaishambulia. Lakini kama ungemsubiri Bwana, kama ungemngoja Bwana kwamba je, hii kazi iliyokuja kwangu ni wewe Mungu uliyoachilia kwangu au ni kazi ambayo adui ameachilia kwangu? Maana yake iko hivi. Ili Mungu akutangulie kwenye maisha yako, ili Mungu akutangulie kwenye kazi yako, ili Mungu akutangulie kwenye ndoa yako, lazima uende na Mungu pale. Maana yake iko hivi. Kama Mungu hajakupatia kazi, kama Mungu hajakuingiza kwenye ndoa, halafu ukamwambia Mungu, mbona umeniacha? Atakuuliza, nimekuacha wapi? Kwamba umeenda mahali bila Mungu. Kumbuka kichwa cha somo, jinsi gani niwezavyo kutunza muujiza ambao uko kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kama huyo muujiza Mungu hajauachilia kwako, kama huyo mume Mungu hajamwachilia kwako, kama hiyo kazi Mungu hajaachilia kwako, halafu ukafika mbele ukakutana na misukosuko, ukakutana na makolongo, unaanzia wapi kumwambia Mungu, Mungu mbona umeniacha? Atakuuliza, nimekuacha wapi? Lazima akuulize, kwa sababu pale ulipoenda sipo Mungu alipokuambia uende. Siku moja nikapata ushuhuda huu. Mama moja alitoroka nyumbani, akaenda huko anakojua yeye. Na alipoenda kule, mume wake alikuwa amesafiri. Sasa huyo mke alipoenda kwa huyo awala yake, wakati anarejea kwake, huyo mama akapata ajali. Alipopata ajali, sasa nikuulize swali, sio wewe, ila nikuulize swali. Kwa mfano, huyo mama angetakiwa ampigie simu mume wake amwambieje? Kwamba mume wangu nimepata ajali, njoo nisaidie. Sharti namba moja tamuuliza, ulikuwa umeenda wapi? Maana yake ni kwamba huyo mama kwake ni hapa Tanzania, alafu alienda Uganda. Sasa akapata ajali akiwa kule Uganda. Sasa mume wake hajui kama mke amesafiri kwenda Uganda. Sasa amepata ajali kule. Atampigiaje mume wake kumwambia, mume wangu nimepata shida, njoo nisaidie? Ataanzia wapi? Hawezi. Kwa nini hawezi? Kwa sababu ameenda pale ambapo mume hajui, na ameenda pale ambapo mume hajamtuma aende. Lakini kama mume angekuwa na taarifa ya safari yake, alafu akapata tatizo njiani, kipaumbele kingeelekea kwa mume wake, kwamba